uje kwetu sasa, ufanye kazi yako ndani ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Mungu, Bwana atukuzwe, watu wa yule wa Mungu. Leo ni siku nyingine ambayo iliyo njema kabisa. Ni siku ambayo Bwana ameifanya kutuchagua tena katika macheo ya asubuhi. Leo ikiwa ni siku yetu ya Ijumaa, tukiwa ni siku ambayo Mungu ametuchagua tena kuendelea kupokea neno lake, kuendelea kupata neema yake ya kibali cha maombi, kupata neema ya kujikabidhi zaidi kwa Bwana. Nizidi kukukaribisha wewe mwana wa Mungu ambaye unaamka sasa na kuendelea na ratiba kubwa hii za Ijumaa, ambaye umepata neema kupata kibali cha mashuleni, kupata kibali cha kazini, kupata kibali hata kuwepo ndu katika biashara zako na kazi zako au ndani ya familia yako. Nikukaribishe tena. Sasa ni wakati mwingine tena wa siku njema ya Ijumaa ambayo Mungu ametupa kwa kuchagua kwa neema yake. Na sasa tunapoanza kipindi chetu kilicho jema ambacho tunaendelea nacho katika wiki nzima, na leo siku yetu hii ya kibali kikubwa kabisa, tunapoenda hitimisha somo letu kwa ushindi na ushujaa, ili tuweze kuona kwamba hakika Mungu ameweza kutupa kibali tena. Sasa ninapokukaribisha mwana wa Mungu, jiweke tayari, kwa sababu ni wakati kabisa wa kujiweka wafu, kumshukuru Mungu, lakini pia kuomba nguvu za kibali kwa ajili ya kumsikia yeye Mungu aliye Roho Mtakatifu, ili atufundishe na kutuongoza katika yale ambayo Mungu ametuandalia katika maisha yetu. Hebu mahali ulipo kabisa, weka utulivu wako, tuende kufungua kipindi chetu kwa maombi, kumshukuru Mungu kwa fadhili zake za kibali chake. Baba, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai, ninakushukuru kwa neema yako kubwa ya kipekee. Ninakushukuru kwa ajili ya uteule wako ule mkubwa, kwa ajili ya ndugu zetu mbalimbali ambao Mungu umewapa neema asubuhi ya leo kuamka katika kibali chako. Ninakushukuru kwa ajili ya ulinzi wako ambao Mungu umeweza kutupa katika makesha makubwa yaliyo mazito ya matafakari ya neema na ushindi wako. Ninakushukuru kwa ajili ya baba, nakushukuru kwa ajili ya mama, nakushukuru kwa ajili ya mzee, nakushukuru kwa ajili ya watoto. Ninawashukuru kwa ajili ya kijana huyu, kwa ajili ya neema uliyompa siku ya leo Ijumaa kuamka na wewe Bwana, katika kukushukuru, katika kukusikia, katika endeleza ile neema ya utumishi wako Bwana. Tunakushukuru kwa ajili ya wafanyakazi, nakushukuru kwa ajili ya wanandoa, ninakushukuru kwa ajili ya wanafunzi, ninakushukuru kwa ajili ya wafanyabiashara ambao Mungu amewachagua leo Ijumaa kwa ajili ya kuwepo katika kibali cha makusudio yako. Bwana Yesu, ninakushukuru. Ninaomba neema yako ikawe juu yao, ninaomba kibali chako ikawe juu yao hata unapoenda kusikia neno lako asubuhi ya leo. Ninaomba utisho wako wa nguvu yako ikaambatane nao. Bwana Yesu, ninakushukuru hata kwa ajili ya huu ambao tunapoingia katika neno lako, tujalie Mungu kupungua kwetu ubinadamu, wewe Kristo ongezeke katika matafakari, katika kukusikia, katika kunena. Mungu tujalie hata tunapomkaribisha mtumishi, tunapoenda lisikia lile neno likawe katika kibali. Baba, ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwaminifu na utaenda kutupa Bwana. Tunajifunika kwa damu yako, tunakemea kila roho za uvivu, tunanyamazisha kila roho za mpinga Kristo, bali tunahitaji uwepo wako Bwana ukaambatane nao. Roho yako Mtakatifu ukaambatane nao, waliopo kwenye kazi, waliopo kwenye daradala, waliopo kwenye usafiri, waliopo kila maeneo ambayo Mungu umewapa kibali kulisikia neno lako asubuhi ya leo. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Mungu utaenda kutuacha, Mungu utaenda kutupegelia, na Roho yako Mtakatifu ataenda kutusaidia. Ninakushukuru Mungu mwema, kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Basi mtumishi wa Mungu, ni baada ya kufungua kipindi chetu, sasa ni wakati wa kujiweka tayari, roho na akili zetu nafahamu kulisikia neno linalofunga wiki katika siku yetu ya Ijumaa. Mtumishi wa Mungu baba yetu Uswege ataenda kutupitisha tena katika maeneo ambayo tunapaswa kusikia ili tufunge zetu. Nasi tunapomkaribisha mtumishi wa Mungu, ninaomba uchukue daftari lako kama una daftari, lakini pia ninaomba uchukue muda mzuri kwa ajili ya kusikia neno la Mungu liandaliwa asubuhi ya leo. Basi mtumishi wa Mungu, baba yetu, karibu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki sana. Amen. Kipekee nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu, mwinjilisti na katekista, rafiki yangu sana. Leo ni siku nzuri ya Ijumaa. Nikwambia jana tutakuwa naye tena. Mungu akubariki sana mtumishi. Amen. Kwa ajili ya kuacha mambo yote kuwahi asubuhi kwenye ibada hii. Amen. Lakini pia kipekee nichukue nafasi hii kuendelea kukaribisha. Nadhani wiki ijayo tutakuwa na mtumishi wa Mungu pia. Amen. Kwenye kuanzia wiki ijayo nadhani Mungu akitupa neema
tutakuwa na mtumishi wa Mungu kama ratiba zitaenda vizuri. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Amen. Basi tuendelee kuwa pamoja hapa. Bwana Yesu asifiwe sana watumishi wa Mungu. Wakati una majira haya pia nichukue nafasi hii kuendelea kumshukuru Mungu kwa ajili ya neema na kibali ambacho ametupa tena kuiona siku ya leo. Natamani tuende mbele za Mungu wakati huu na majira haya tukimwambia Mungu asante kwa ajili ya mengi ambayo ameyatenda kwa ajili ya wiki nzima hii. Nami nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu sana. Wako wengi ambao wamesikia na tumepata shuhuda mbalimbali. Wako watu wamefunguliwa, wako watu wameponywa, wako watu wameinuliwa, wako watu wamefunguliwa katika kila maeneo. Natamani asubuhi ya leo na majira haya tunapoendelea kumshukuru Mungu kwa ajili ya mengi ambayo mtumishi wa Mungu amepita kwenye maombi. Natamani tutakuwa na maeneo kama mawili. Leo tutapita kwenye maombi ya maeneo mawili. Tunaenda kuomba kwa ajili ya wafanyakazi na wale ambao wamestaafu. Kuna watu ambao wanafanya kazi na wengine ambao wanatafuta kazi na wengine ambao wamestaafu. Na juzi tulipita kwenye wale ambao wapo kazini. Kwa leo tutapita kwenye wale ambao wanatafuta kazi na wale ambao wamestaafu. Kuna watu ambao wamestaafu, kile walichokipata hawakukifaidi. Kwa nini? Kwa sababu walikiona ni kidogo. Kumbuka tunachotembea nacho, ijue thamani ya ulichokibeba ama ulicho nacho. Jua thamani ya kile ulicho nacho ama kile ulichokibeba. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tuna majira haya tena nikukaribisha mtumishi wa Mungu. Kuna mambo kadhaa ambayo mtumishi wa Mungu wewe unayenisikiliza yatakupa kibali, yatakupa thamani. Mambo kama mangapi? Matatu. Mambo matatu ya muhimu yatakao kusaidia wewe mtumishi wa Mungu, yatakao kusaidia kukupa kibali. Yako mambo kama manne yatakao kusaidia mtumishi wa Mungu kukupa kibali na kukupa neema na kukuinua katika kila eneo. Yako kama manne, lakini wache niongeze yako matano. Tufanye matano. Yalikuwa matatu, lakini ili yako manne, ili la tano nimeliongezea. Wakati niko hapa Roho Mtakatifu anasema na mimi. Jambo la kwanza naomba andika nguzo 4 muhimu kwenye maisha. Hizi ni nguzo 4 ambazo mtumishi wa Mungu ukiwa nayo ishikilie. Ziko nguzo 4. Na hili ni somo ambalo Mungu alikuwa ananipitisha wakati tunajifunza ya umuhimu wa kukishika kile ulicho nacho. Ziko nguzo 4 ambazo hizi nguzo mtumishi wa Mungu, ambazo hizi nguzo zitakusaidia sana mtumishi wa Mungu, zitakusaidia sana kuzielewa. Kwa moja ya vitu ambavyo vitakusaidia ukizijua hizi nguzo 4, utakuwa sio mtu wa kawaida. Ziko nguzo kama 4. Jambo la kwanza, nguzo ya kwanza ni elimu. Nguzo ya kwanza kwa mwanadamu yoyote ni elimu. Napozungumzia elimu, ni kile ambacho umejifunza, ukakielewa na unakijua. Hiyo ni nguzo ya kwanza, ishikilie, usiache. Bwana Yesu asifiwe. Napozungumzia nguzo 4, ziko nguzo 5. Napozungumzia hizi nguzo 5 au 4, nimekwambia ya 5 nimeiongeza, lakini ziko 4 ambazo ni muhimu sana uzijue. Kama nilivyokueleza, jambo la kwanza kabisa, nguzo ya kwanza ni elimu. Ukikosa elimu, mtumishi wa Mungu, basi uwe na nguzo nyingine ambayo utaishikilia. Ziko kama nguzo 4. Kwa nini? Kwa sababu maandiko yanasema kwenye Hosea 4 mstari wa 6, acha nisome. Hosea 4, na hili nasoma kabisa. Hosea 4 mstari wa 6. Neno la Mungu linasema hivi. Kile kitabu cha Hosea 4, nasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Maarifa. Nishalisoma tayari. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Maarifa. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa moja ya vitu ambavyo, nguzo ya kwanza mtumishi wa Mungu, kama ni kijana, shikilia elimu. Na hivi mtu hawezi kukuambia mtu yoyote zaidi ya mimi naye kueleza hapa. Jambo la kwanza, shikilia elimu. Ulisoma ukafeli form 2, form 4, la 7, koma kama bado na nguvu ya kusoma. Kwa sababu ndio nguzo ya kwanza. Wako watu ambao wamesoma na kupitia elimu yao wanakula kilaini, vijana wanasema. Hautakuwa mtumwa. Kwa shikilia elimu. Hiyo ni nguzo ambayo nakupa, ni kodi za rohoni hizo. Hapa hakuna cha pokeo pako. Hapa nazungumzia leo mambo ya taaluma. Jambo la kwanza, elimu. Kwa katika nguzo 4, nguzo ya kwanza ni elimu. Kumbuka nikasema thamani ya vile ulivyo navyo. Kuna watu ambao wana elimu, lakini ile elimu hawajaipa thamani. Yani hawaishikirii, hawaipi thamani. Wako watu waliosoma kweli, Mungu akawainua kupitia elimu zao. Na wako waliosoma kupitia elimu zao hawajafanikiwa chochote. Kwa nini? Kwa sababu hawakuipa thamani ile elimu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa jambo la kwanza katika yale mambo, nguzo zile 4 ama mambo yale matano ama manne, ni nini jamani? Elimu. Nguzo ya pili
Yaani kumbuka nguzo ya kwanza ukishindwa kama hauna basi ng'ang'ania nguzo ya pili. Nguzo ya pili ni fedha. Jamani bwana si fedha. Kuna watu ambao wana hela na hawajasoma. Kwa kama una hela, shikilia vizuri hizo fedha. Usizitapanye. Kuna watu ambao anagusa hapa anagusa hapa, pesa zinakuja. Kwa ukishindwa, niliwaambia watu kama umeshindwa elimu, umeshindwa nguzo nyingine ya pili, nini fedha, wewe ni mtumwa. Kwa nguzo hii pia ni nguzo muhimu sana. Kuna watu walikuwa na hela, hawakuzipa thamani zile fedha, mwisho wa siku zikapotea. Wakashindwa kuzimaintain, kuzishikilia, kuzitengenezea mazingira zisipotee, kuzitengenezea, vijana wanasema kuzitengenezea mfereji. Walikuwa na mtaji, walikuwa na hela nzuri, lakini wakashindwa kuziwekea msingi na kuzishikilia. Mwisho wa siku wakafa masikini. Lakini walikuwa na hela. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nguzo ya kwanza nimekwambia ni elimu. Ishike elimu, mtumishi wa Mungu. Kijana, binti, mama, shikilia elimu. Jambo la pili, kama umeona kwa elimu, fedha, shikilia vizuri fedha. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimekutana na watu ambao hawajasoma, darasa la 3, darasa la 7, lakini wana hela na wana hela nzuri. Lakini walikuwa wanajua jinsi ya kuziheshimu. Wakawa wanajipa value. 200 yake aitumii mpaka yani mpaka ameipigia mahesabu. 5,000 yake aitumii mpaka ameipigia. Kwa hiyo alipa value, alipa thamani ile fedha aliyokuwa nayo. Hiyo ni jambo la ngapi jamani? La pili. Jambo la hiyo kwenye eneo la fedha, Mhubiri 10. Acha nisome. Mhubiri 10. Ule mstari wa ngapi? Mhubiri 10 mstari wa 19. Maandiko yanasema hivi, Mhubiri 10 ule mstari wa 19. Neno la Mungu linasema hivi. Iko hapo tena Mhubiri 10 mstari wa 19. Anasema hivi, katika wingi wa maneno hapakosi kuwa na maovu, bali azuiaye. Okay? No, sio hiyo Mhubiri. Nilikuwa natafuta 19. Nilikuwa natafuta Mhubiri. No, sio Mhubiri. Sorry watumishi wa Mungu. Ni Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili sura ya 8 mstari wa 19 anasema hivi. Kwa kuna maeneo hayo kumbuka nimekwambia jambo la kwanza ni nini? Elimu. Ukikosa elimu kijana mwanangu utaishia kuwa mtumwa. Jambo la pili nimekwambia nini? Fedha. Hiyo ni Mhubiri, hiyo nini? Si kwa nini Mhubiri? Wakorintho wa pili sura ile ya 8 mstari wa 9. Maandiko yanasema hivi, 8:9 Mhubiri iko wapi? Ile Wakorintho. Iko wapi tena hiyo Wakorintho wa pili sura ile ya 8 mstari wa 9. Anasema hivi, maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa maskini wake. Kwa eneo lingine ambalo Kristo alilifanya kwetu sisi kama Wakristo la kulishikilia kwenye eneo la fedha, utajiri, mali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa pambana, una 5,000 ikamate, itumie kwa malengo. Hiyo 5,000 ipe thamani. Hiyo 10,000 ipe thamani. Nimekwambia kuna watu anaweza kana milioni 1 hapa kaishia kunywa bia, starehe, wanawake kama ni mwanamke wanaamini kuhonga, yani mpaka wanawake wanahonga. Pesa zinaishia huko. Haipi thamani ile fedha aliyonayo. Nikwambia jambo la kwanza ipe thamani elimu. Jambo la pili ipe thamani nini jamani? Fedha ulionayo. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu, madaraka. Yale madaraka ulionayo, yale mamlaka ambayo umepewa, yape thamani. Kaa enea kwenye kile kiti ambacho umepewa madaraka. Kuna watu ambao hawakuyapa yale madaraka yake, hawakuyapa value, hawakuyathamini, wakaondolewa kwenye madaraka. Kwa ukikosa madaraka ndio utajua umuhimu wa kuwa na madaraka. Niliongea na mtu mmoja alikuwa amefukuzwa kazi, manifano alikuwa ni CEO, mtu mkubwa kabisa. Akafukuzwa kazi kwa sababu ya ulevi. Alipokosa kazi ndo akajiona sasa, jamani nilikuwa na tena akashushwa, tena sio tu hivyo. Kwanza alianza akashushwa chini. Akawa yani yeye ndio yuko chini kabisa ya wengine. Sio CEO tena. Akawa natumwa. Akapelekwa CEO mwingine kwenye ile ofisi. Akawa mtumwa. Ndo akaona kumbe sikujua thamani ya usio. Sikujua thamani ya madaraka. Kwa moja ya vitu wa mtumishi wa Mungu nataka niongee na wewe mtumishi wa Mungu. Kama ni mama, kama ni baba, madaraka uliopewa yaheshimu. Umepewa mamlaka, umepewa madaraka kama mke wa ndoa. Simama enea kwenye hicho kiti. Umepewa mamlaka na madaraka kwenye hiyo nyumba kama baba wa familia. Simamia hiyo eneo. Usiposimamia kuna siku utakosa hiyo nafasi. Utaitafuta na utaipata. Ni mchungaji, ni mtumishi, umepewa watu, umepewa nafasi. Simamia hiyo nafasi ambayo umepewa. Kaa enea hapo. Ukikosa ndio utajua ninachosema.
Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa ipe thamani kile kitu ambacho Mungu amekupa. Kama amekupa nafasi, madaraka, yasimamie, yape volume, jiheshimu, jitunze, weka mipaka. Kuna mtu anaweza kashangaa ni kiongozi amepewa nafasi mahali fulani, anaidharau nafasi aliyonayo. Anaichukulia kawaida. Anaiona ni ya kawaida mpaka mwisho wa siku anamfukuza, ndo anakuja mtu anachelewa kazini, hawai kazini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jambo lingine la tatu, watumishi wa Mungu, nimekwambia nini? Madaraka. Yaheshimu madaraka ulionayo. Kaa vizuri kwenye madaraka. Warumi, ukisoma Warumi 13. Warumi 13, acha nisome kama nitaiona haraka hapa. Warumi 13 ule mstari wa kwanza. Anasema kila mtu na atii mamlaka iliyo kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na iliyopo imeamliwa na Mungu. Sio, umenielewa? Kwa hakuna mamlaka ambayo haijatoka kwa Mungu. Kwa hicho kinafasi ambacho umepewa, si ni mwenyekiti wa serikali za mtaa, si ni mjumbe wa nyumba 10, si ni sio mali fulani, si ni HR mali fulani, si ni mwalimu, si ni mwalimu mkuu, nafasi yote ulionayo, maadamu chini yako kuna watu, iheshimu hiyo nafasi. Ipe value hiyo nafasi. Ithamini hiyo nafasi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine la 4 ni imani. Ipiganie imani ulionayo. Usiache imani. Wako watu ambao waliumbishwa katika kila mazingira kwa sababu waliacha imani zao. Na ukiacha imani yako, mtumishi, utakuwa mtumwa wa wengine. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Waebrania 11:6 anasema tumaini iwe anasema ile, wacha nisome hiyo Waebrania. Wacha nisome hiyo Waebrania. Kwa moja vitu ambavyo mtumishi wa Mungu, haya ni mambo kama 4 ya muhimu sana ya kuyazingatia. Ipe thamani, amini viheshimu hivyo vitu vingapi hivyo jamani? 4. Hiyo ni Waebrania 11 mstari wa 6. Maandiko yanasema hivi, Waebrania 11:6. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima amini ya kwamba yeye yuko na kuwapa thawabu wale wamtafutao. Kwa ile imani, ishikilie imani vizuri, usitetereke. Mtu asije kayumbisha imani yako, ikamate, ishike hiyo imani. Simama na hiyo imani, watu wasikuyumbishe katika kila eneo. Pokea hiyo neema, sio kama unanielewa mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo mambo haya yatakusaidia sana mtumishi wa Mungu, ukijua kwamba jambo la kwanza nimekwambia, lazima ujue elimu. Kama umesoma mtumishi wa Mungu, ishikilie vizuri elimu. Usisikilize maneno ya watu mimi naitaga wapuuzi. Wapuuze kabisa. Watu wasioelewa. Elimu, watu wamesoma, mbona na PhD, wako tu mtaani. Sio kweli, wako mtaani kwa sababu hawajajijua. Nimekwambia mtu ambaye anajua alichokibeba yuko tayari. Ni kweli uko mtaani, una PhD, umesomea labda famasia, fungua duka, anza na kuuza, anza kwa mtu, jitolee. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vitu 4. Na moja ya vitu ambavyo vitakusaidia pia mtumishi wa Mungu, jambo la mwisho la 5. Katika hayo yote ambayo ni mambo 4, acha kiburi. Narudia tena. Yaani katika yale mambo 4 yale, kitakacho kusaidia hivyo vitu uvipe value. Acha kiburi, yaani usidharau vitu. Usijinue. Shuka, nyenyekea. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Acha kiburi. Simama, jiamini, jithamini. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hayo ndio mambo ambayo Mungu alikuwa anataka niseme na wewe asubuhi ya leo. Lakini pia kuna vitu kama 2 ambavyo nimalizie hapa. Moja ya vitu ambavyo niseme na vijana na wamama na wababa na kila mmoja kwa nafasi. Naanza na vijana. Kama ni kijana umefika umri fulani labda kwamba hapa sasa na uwezo wa kujitegemea, usiogope maisha. Acha kuogopa maisha. Umepata 5,000, komaa nayo hiyo, jiamini. Kama nilivyokufundisha jana, leo nakumbuka leo na summarize. Jiamini kwamba nina 5,000 nitakoma na hii, na kupitia 5,000 nitajenga. Mimi nimeona kuna watu ambao analipa 5,000 kila siku na anaiwekeza na kiwanja. Anapata 5,000 anaweka, anakula 2,000 anaweka 3,000. Anacheza michezo, mwisho wa siku anainuka na anabarikiwa. Kuna watu, mimi nimekutana nao, mimi ni mchungaji na chunga kanisa. Mtu anafanya kazi kiwandani, kila siku analipa 5,000. Anaambia mtumishi, mimi kazi kiwandani naenda kwa miguu. 2,000 nakula, 1,000 nakunywa asubuhi chai, jioni na mchana nakula 1,000. 3,000 naiweka. Kesho tena naamka hivyo hivyo. Anaambia mtumishi wa Mungu, mimi na kiwanja huko Chanika. Ana kiwanja. Sasa anatafuta kujenga. Sasa kuna mtu mwingine analipa 5,000, kumbuka, kwa siku huyu. Ina maana kwa mwezi ni kama 1,500,000. Wewe je, unalipa shilingi ngapi? Unalipa 300,000, lakini unashinda hata kujenga, unataka kibanda. Kwa hapo lazima, moja vitu ambavyo vitakusaidia mtumishi wa Mungu, acha kudharau vitu. Jitume. Lakini pia nimekwambia jitunze. Heshimu hiyo nafasi ulionayo. Naongea na wamama, umepewa mume, mheshimu huyo mumeo. Wewe ulikuwa unaolewa kipindi kile unapiga goti. Asante mume wangu, karibu maji. Unapiga goti.
anaenda kuoga, unamchemshia maji ya moto. Taulo unambebea. Leo hii maji yako kule, sabuni kule, kila hivyo. Au unategemea leo mume wako katoka hapa nenda kwa kina mama Kankoka kule, ananyweshwa, anamiminiwa soda, anamiminiwa juisi, maji, kaondoka kwako. Unaanza mchungaji niombe. Si vingine sio vya kuomba, ni vya kujiupdate mwenyewe. Usiishi maisha ya miaka ile, jiupdate, jiongeze. Niongea na mtu mmoja siku moja, nikaanza kuchekesha, nikamwambia kuna mama mmoja nilikuwa naongea naye. Yaani amekuja pale ofisini naongea naye mpaka yaani natamani uweke mdomo hivi, mkono hivi. Mdomo harufu kama yote. Apigi mswaki. Vuru nywele vuru. Nikamwambia yaani wewe, yaani kimoyo mwangu nikamwambia, yaani mimi mwenyewe tumekaa hapa kero. Huyo mmeo unaenda nani kitanda kimoja? Leo unaniambia kaondoka. Kwa kumbe kuna vitu ambavyo mtumishi wa Mungu tunavikosea wenyewe kuto kusimama kwenye nafasi zetu. Mheshimu mmeo, jitunze, vaa vizuri, pendeza, suka vizuri, kaa vizuri, hivyo. Uone kama atachepuka tena. Sema amina kama unanielewa mtumishi wa Mungu. Hivyo kwa wababa, tunza familia yako. Sio unaishia tu kusema ngavani mzuri, anamtunza. Sema amina hata kama umenuna. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Anamtunza, anamlisha vizuri. Watoto wanatunzwa vizuri, wanasomeshwa. Sio unaishia tu kusifia hao. Sio maana mtoto afanye amefaulu, wewe unamlipia ada. Tunza vya kwako. Unafanya kazi, iheshimu kazi yako. Wahi kazini. Naongea na mabinti, Bwana Yesu asifiwe. Kaa vizuri, jipende, jithamini. Maneno yako yawe maneno yenye yamejaa munyu. Ongea maneno ambayo ni mazuri. Sio maneno machafu, mabaya, hayafai. Mtumishi wa Mungu utakataliwa, hakuna atakaye kuoa. Binti yoyote lazima uwe smart, jitunze, vaa vizuri. Mavazi ya star. Kwa mimi tumevaa tight imekubana. Kila kiungo kinaonekana. Alafu nategemea kuoa. Kuoa ndio mtu anasema huyu nikiwa tutawaolea wengi huyu. Kwa watu wanaanza kukuona tabia zako. Moja ya vitu ambavyo mtumishi wa Mungu ambavyo namalizia somo letu, itunze thamani ulionayo. Thamani ulionayo itunze, iheshimu na Mungu atakuheshimu. Na mimi nataka tukakuombee asubuhi leo na majira haya. Tutaenda kuomba na mtumishi wa Mungu. Karibu mtumishi wa Mungu, tutaenda kuomba kwa ajili ya ile ya maombi yetu, na tunamwamini Mungu wetu ni Mungu anayesikia, ni Mungu anayetenda, ni Mungu anayejibu. Tuseme Mungu. Tunakushukuru. Baba asante kwa ajili ya neema yako na kibali chako. Umekuwa nasi tangu Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa leo. Tumekuona Bwana. Asante Bwana kwa wema wako, kwa fadhili zako. Umesema nasi kwa bahari, kwa habari ya kujua thamani zetu na kujua thamani tulizo nazo. Kuna wakati yamkini Bwana tukajidharau, tukajikataa, hatukuona thamani tuliyonayo, lakini leo tumejifunza kusimama kwenye nafasi zetu na kuzitunza thamani zetu kwa jina la Yesu. Ninaomba toba kwa damu ya Yesu. Kama kuna mahali nilikosea, thamani yangu ikaondolewa kwa watu, wakaanza kunizalau, wakaanza kunipuza, leo hii naiita thamani yangu kwa jina la Yesu. Thamani ya biashara, thamani ya mahusiano, thamani ya ndoa, thamani ya kibali, kuanzia sasa nitaheshimika, nitakubalika kwa jina la Yesu. Mahali popote nilipopeleka CV zangu wakanikataa, nikajikataa na mimi, kuanzia sasa nitapeleka tena. Kama ni CV nitapeleka tena, kama ni kuapply kazi, kama ni kutafuta kazi nitatafuta tena kwa jina la Yesu. Mahali popote nilipojidharau, yamkini Bwana kuna mahali nikajidharau vile nilivyo kwa muonekano, kuanzia sasa sitajidharau tena kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaomba Bwana kanitetee, kanipiganie kila habari ambazo ni mbaya juu ya maisha yangu, nazikatale, nazifuta leo. Sitaibika, sitafedheka kwa damu ya Yesu, sitashindwa, sitadelay, sitacheleweshwa kwa damu ya Yesu. Ninafuta kabisa taarifa mbaya za hapo nyuma, za kunikataa, za kujikataa, nazifuta, naandika taarifa mpya. Mimi ni wa thamani, nitaheshimika. Wacha tukaombe na weomba mtumishi wangu. Baba katika jina la Yesu, wewe unaendelea kutufuatilia, endelea kuomba. Baba katika jina la Yesu Kristo, Bwana leteli hai. Tazama binti huyu Bwana aliyekata tamaa, akajiona hawezi kuolewa tena kwa sababu kazalishwa, alikata tamaa kwamba siwezi kuolewa tena kwa sababu nilizalishwa watoto wanne, siwezi kuzaa tena. Bwana, ninaomba upako wa kuinuka tena, wa kunithamini tena. Ninatamka upako wa kuinuliwa tena kwa damu ya mwana
kondoo tunapangwa kabisa, roho za kudelay, roho za kucheleweshwa, roho za kukataliwa kwa damu ya mwana kondoo. Omba binti kataa, wewe kataa kataa. Omba mama, omba kwa ajili yako, omba kwa ajili ya uzao wako, omba kwa ajili ya watoto wako, kibali kilichopotea, biashara iliyopotea. Piga roho ya uharibifu, piga roho ya uharibifu, piga roho ya uchawi, piga nguvu za giza, vunja kabisa kila maagano ya vunja kabisa kila roho za kudirei, roho za kurudisha nyuma kwenye elimu. Ndio nimekufundisha mambo yale manne ya kwamba jambo la kwanza, ng'ang'ania habari ya elimu. Mwambie Mungu nisaidie kwa habari ya elimu, mwambie niwezeshe kwa damu ya mwana kondoo. Kila mipaka walioniwekea kwamba nisisome, kataa kabisa hiyo mipaka walioniwekea kwamba usiinuliwe kwenye elimu. Mwambie na mwambie napangua, mwambie nitasoma hata kama kwenye ukoo hawakusoma, mimi nitasoma, watu wangu watasoma. Pangua kabisa roho ya kufeli kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu. Nimekueleza pia habari ya madaraka, mwambie ninaomba nipe kibali ya madaraka, nikainuke tena, iwe ni kazini, iwe ni kwenye moyo popote, iwe ni kwenye biashara, nikainuke. Ndio omba kwa ajili ya kibali, Mungu akakuinua kibali, akakupe kibali kwenye madaraka yako kwa jina la Yesu. Kataa roho ya kushusha cheo, roho ya kukataliwa, roho ya kung'ong'wa, roho ya kusema vibaya, ikatayo ipige hiyo hali, ifunje hiyo hali kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Omba mtumishi wa Mungu, nimekuambia habari ya imani. Kataro yoyote inaozuia imani yako, inaozuia imani yako, wako watu kwa naamini, kata kabisa madhabahu za ukoo zinazopiga imani yako, vunja kabisa roho za uchawi na uganga zinazopiga imani yako, piga hiyo roho, vunja, pasua hiyo roho, vunja kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Omba kwa ajili ya kile eneo walikotamka maneno mabaya kwa damu ya mwana kondoo. Omba kwa habari ya uchumi, nimekufundisha kwa habari ya fedha. Omba, mwambie Mungu nipe milango, fungua milango ya fedha, unifanyika maskini ili nipate kwa tajiri, ili nipate kwa tajiri. Omba Mungu akupe neema ya kushika fedha, hazitapotea. Kataro ya kutapanya, kataro ya kupoteza pesa, roho za umaskini, roho za kupoteza, vua hiyo hali, kata hiyo hali, piga hiyo hali, mwambie na kataa roho ya kupoteza pesa, roho ya umaskini, roho ya kufilisika kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya Yesu. Tunatamka neema, tunatamka kibali. Bwana Yesu, tunamwombea mama huyu, kamuinue tena Bwana kwenye hiyo ndoa yake alipokata tamaa, kamuinue baba huyu kwenye familia yake, kamuinue baba huyu kwenye uchumi wake, kamuinue baba huyu kwa watoto wake. Inua binti huyu Bwana alipokata tamaa, ampe kibali kwenye biashara zake, kampe kibali pale kazini, anayetafuta ajira, kamuinue Bwana. Aliyemaliza kazi, aliyemaliza, aliyemtaya kazini, Bwana aliyestaafu, kampe neema katika kila alicho nacho, kampe nguvu ya kukitunza kupitia alicho nacho, akajenge, akasomeshe, asidhikike, asipungukiwe. Tunatamka neema, tunatamka kibali. Pokea hiyo neema, pokea hicho kibali, pokea ulinzi. Mungu akakuinue tena katika jina la Yesu Kristo analeteli hai. Amen. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki sana. Basi kama nilivyosema, tulikuwa tangu Jumatatu, Mungu alitupa neema tena Jumatatu, tutaendelea mpaka leo ni Jumaa, kesho tena Jumatatu tena. Mungu akubariki, usiache kuendelea kufuatia mafundisho yetu kila siku tunapotuma kwenye madhabahu yetu hii ya prayer team. Mungu awabariki sana, na kumbuka tukasema prayer team ni maombi ya pamoja. Kwa tuko pamoja, usiache kuendelea kuomba, usiache kuendelea kufuatilia mafundisho yetu kila siku. Share link na marafiki zako wa karibu, usiache kushare ujumbe huu na watu wengine wa mbali, wale ambao tuko Tanzania, tulioko Marekani, tulioko nchi mbalimbali. Karibu sana kwa Afrika. Mungu asiwaache, Mungu awablinde na kuwatunza. Yale mambo manne na Mungu akakupe yote. Na niliwaambia ukikosa yale mambo manne unakuwa mtumwa wa watu. Nimekwambia jambo la kwanza ni elimu. Mungu akupe elimu. Nikwambia jambo la pili ni kwa habari ya madaraka. Mungu akakupe kumiliki na kutawala kwenye vyeo. Mungu akakuinue kazini. Nikazungumza jambo la tatu ni imani. Mungu adui asizuie imani yako ikatambulike na maadui wakajue kwamba wewe ni Mkristo na unamjua Mungu. Jambo la nne nilikueleza kwa habari ya fedha. Mungu akakupe kutawala. Amen. Usipungukiwe wala kukosa. Amen. Na Mungu akakupe vyeo. Mungu akakuheshimishe. Vyote hivyo Mungu akakupe ukavimiliki na kuvitawala. Na Mungu akubariki sana. Kwa majina yangu naitwa mchungaji Uswege, Festo Uswege. Mungu akubariki sana. Usiache kuendelea kufuatia mafundisho yetu, tuko na mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Kwa tuko pamoja. Jumatatu tena moto unaendelea. Ubabe unaendelea kila siku asubuhi saa 12 kamili asubuhi. Lakini pia tunakuwa live usiku kuanzia Jumatatu wiki ijayo, tutakuwa live usiku kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4. Usiache kuendelea kufuatia mafundisho yetu. Mungu akubariki, Mungu akutunze. Amen. 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 Amen.